Ah, Sheikh Kibabu, kuna jambo la kuangalia hapa, hasa katika familia zetu zilizopo sasa. Kila mmoja hujitazama kwa kujilinganisha na wengine badala ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo familia wanaoamini hawawezi kulea vizuri kwa sababu hawana uwezo. Ziko familia wanaoamini wanaweza kulea vizuri kwa sababu wana uwezo. Lakini haya tujifundishe katika nubdha hii ya Ummi Musa. Alhamdulillah, inafahamika katika kipindi hicho Musa alayhi salatu wassalamu anazaliwa, kilikuwa ni kipindi kigumu kiutawala. Kilikuwa kipindi kigumu kwa familia yake, kama ambavyo tarehe inaonyesha. Wakati anazaliwa Musa, mamlaka zilizokuwepo wakati huo zimepitisha tangazo la kitaifa kwa sababu ya hofu ya mtawala kuondoka madarakani, kila mtoto wa kiume achinjwe. Inaitwaje, ni secular au nini? Itakuwa ni secular. Itakuwa ni secular au decree ya rais na mkuu wa nchi, kwamba kila mtoto wa kiume basi na achinjwe. Katika kipindi hicho ndicho alichozaliwa Saidna Musa alayhi salatu wassalam. Jambo hilo lilimpa hofu kubwa mama yake Musa. Hapa ndipo ninapohitaji kina mama wa leo ambao inawezekana kwa sababu namna moja au nyingine wameshindwa kuwa na waume zao, au wameachana na waume zao, wamefariki. Kwa namna yote itakavyokuwa, mama anajikuta yuko peke yake katika jukumu la malezi. Mama huyu hatakiwi kukata tamaa. Tupate somo kutoka kwa mama yake Musa. Mama yake Musa alimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama tulivyoona mafundisho yanavyoonyesha, Allah Subhanahu wa Ta'ala alitoa ufumbuzi juu ya jambo hilo. Kwa hivyo tukimwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala la malezi, bila ya kuamini sisi tuna uwezo sana, tuna ujanja sana, mafundisho haya Qur'ani yanataka tujue kwamba kazi ya kulea na kuongoza ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunachotakiwa ni kukamilisha kila sababu na jitihada iliyo ndani ya uwezo wetu. Yaliyobaki tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyotokea kwa mama yake Musa. Baada ya kubaini amezaa mtoto wa kiume, na mtoto huyu wa kiume kwa mujibu wa mamlaka na amri ya serikali ya wakati huo, mtoto huyu lazima achinjwe. Lakini kama mama akaona haiwezekani mtoto huyu achinjwe mbele ya macho yangu, uchungu utakuwa ni mkubwa sana, lakini alitawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alitawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kamtia kwenye kisanduku na kumwekea mahitaji mawili matatu, kisha akamweka katika mto, ili ikitokea amechinjwa kule, basi awe mbali na uoni wake, pengine itakuwa ni hafifu kwake katika kushuhudia mwanaye akiuawa katika macho yake. Tujifundishe kutoka hilo.